kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako pia wewe ambaye umepata nafasi kuwa hapa asubuhi ya leo. Najua wengine walitamani kuwepo lakini kwa sababu moja au nyingine labda wamekwama, lakini kwa kuwa umefika, jina la Bwana litukuzwe. Sema amen. Amen. Basi nitaenda kukuletea ujumbe wa siku ya leo ambao Mungu amekusudia usikie ili uweze kwa namna moja au nyingine kujenga maisha yako na kuyabadilisha. Haleluya. Tunakuja kanisani sio kukusanyika, tunakuja kanisani kumwabudu Mungu, kumsifu, lakini pia tunataka kusikia neno la wakati litakalotusaidia kututoa mahali pamoja kwenda mahali pengine. Hatuishi kwa mkate peke yake, tunaishi kwa mkate plus neno la Mungu. Ndio maana imeandikwa hatuishi kwa mkate tu. Manake hatuishi kwa ugali tu, hatuishi kwa wali tu, tunaishi kwa ugali lakini pia tunaishi kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wako unahitaji kula for survival, lakini roho yako inahitaji kula cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. Ukikosa neno la Mungu, hakuna unachoweza kukifanya. Neno la Mungu linajenga, neno la Mungu linaponya, neno la Mungu linabadilisha maisha ya mtu. Neno la Mungu mtu ataishi kwa hilo, kwa sababu ndani ya neno la Mungu uko uzima. Sema amen. Amen. Chakula ukilapo utakufa, lakini neno la Mungu unapolila roho yako itakuwa hai milele. Ndio maana Yesu anasema chakula ni wapacho mimi si kama kile baba zenu walichokula. Baba zenu walikula mana jangwani wakafa, lakini chakula ni wapacho mimi, mtu yeyote atakaye kila hata kufa milele. Amen. Hata kufa kamwe. Hilo ni neno la Mungu linafanya mtu aishi. Mtu sio mwili, mtu ni roho inayokaa ndani ya mwili. Mwili ni jengo tu, lakini roho ya mwanadamu inayokaa ndani ndiyo iliyoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kwa sababu iliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, inalishwa na Mungu mwenyewe na wala si mwanadamu. Sema amen. Amen. Sema amina kubwa. Ile mana iliyoshuka kutoka mbinguni wana wa Israeli wakala ni mfano wa chakula ambacho kingekuja baadaye, ambaye ndiye Kristo. Sema amina. Amen. Yesu anaitwa mkate wa uzima. Anasema hiki ndicho chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, kwamba mtu akile na asife. Watu wengi hawaelewi sentensi hii. Wanafikiri kufa kunakozungumzwa, kutokufa kunakozungumzwa ni kutokufa wa kimwili. Okay. Kuna kufa kwa aina mbili. Kuna kufa kiroho, kuna kufa kimwili. Alafu kuna kile kifo cha mwisho kinaitwa mauti ya pili. Hii kufa kiroho, kwanza kufa ni nini? Kufa ni kutengana. Kifo ni mtengano kati ya roho na mwili. Kitendo hicho cha kutengana, au hali hii, sio kitendo, hali hii ya kutengana kati ya roho na mwili ndicho kinachoitwa kufa. Biblia inasema mwili utarudia mavumbi na roho itarudi kwa muumba wake. Okay. Kwa kumbe ile roho imerudi kwa muumba, lakini mwili ukarudi mavumbini. Kwa sababu mwili ni kama hichi kishati nilichovaa. Hichi kishati nilichokivaa kinaonekana kinavyoonekana kwa sababu kiko kwenye mwili, lakini kikivua tu nikikiachia hapo chini kinaweza kisiwe na umbo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa ile roho ambayo ilitoka kwa Mungu, ile imebeba uungu, imebeba umilele. Na ili hiyo roho iweze kuwa hai, lazima iwe na relationship na Mungu. Ndio maana tunasema ibada ni mahusiano. Ibada ni mahusiano kati ya mtu na Mungu. Ibada ni relationship. Devotion is a relationship between God and man. Yani hapa kwenye mahusiano haya, ibada hii iliyokuleta hapa, ukasifu, ukacheza, ukaabudu, alafu ukasikia neno, roho yako inatoka ikiwa imeshiba sawa sawa. Amen. Amen, amen. Ndio maana usipende kwenda mahali ambapo hakuna neno linalohubiriwa kwa usahihi. Sema amina. Biblia inatuonya tukatae mafundisho manyonge. Mafundisho manyonge yanadidimiza, yanafisha, yanadumaza roho, yanafanya roho ya mtu iwe powerless. Neno la Mungu linapoingia kwa wingi ndani yako, ndipo hiyo roho yako inapokea nguvu za kiungu. Unaweza kutoa pepo, unaweza
kushinda uchawi, unaweza kushinda magonjwa, unaweza kushinda laana, unaweza kushinda kila jambo lisilotokana na Mungu, kwa sababu ndani yako uko uungu, na uungu ni neno. Sema amen. Hebu sema Mungu ni neno. Mungu ni neno. Rudia tena, Mungu ni neno. Mungu ni neno. Okay? Sasa ile roho iliyotoka kwa Mungu inapolishwa inakuwa mpaka kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Ndivyo neno linalotaka. Sema tukue hata kufikiria kimo cha utimilifu wa Kristo, au utimilifu wa kimo kile cha Kristo. Manake kama Yesu alifika mahali akatembea juu ya maji kwa uweza wa Roho, na mtu mmoja aweze kutembea juu ya maji kwa uweza wa Roho. Sema amen. Inawezekana usitembee kimwili kabisa juu ya maji, lakini majaribu ni maji mengi katika maisha mtu. Sema amen. Lazima tuone kwamba unayashindaje kwa uweza wa Roho. Ukishindwa kwenye jaribu, Biblia inasema kwamba ukishindwa siku ya tatu au ukizimia siku ya tatu, nguvu zako ni chache. Nguvu zinazozungumzwa ni za kiroho, sio za kimwili, na hizi nguvu hatutazipata bila neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linalotufanya tuwe imara, tuwe na uwezo, tuwe silaha kali. Sema amen. Bila neno mimi na wewe ni kazi bure. Tunahitaji chakula hiki cha uzima kila siku. Na ndio maana imeandikwa kwenye Yeremia 3:15, nami nitawapa ninyi wachungaji wanaoupendeza moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Okay, neno la Mungu ni chakula cha uzima ambacho inahitaji mtu mwenye roho wa Mungu akulishe. Sema amina. Amen. Mwenye roho wa Mungu atakulisha cha Mungu. Asiyekuwa na roho wa Mungu sivyo atakulisha nini.